Waligani ndugu mpenzi mtazamaji wa Mido Simba. Majina yangu mimi naitwa Mido Simba, and once again nimerejea hewani, nimerejea on air. Huko nchini Nigeria, jina la Juma Jux limekuwa likitajwa sana baada ya harusi yake kubwa sana iliyofanyika na mrembo Priscilla, mrembo kutoka familia maarufu nchini Nigeria. Ni mrembo kutokea familia, hii ni miongoni mwa familia maarufu huko nchini Nigeria. Namzungumzia mama yake Yabo Ojo. That's why unaona anapewa nguvu kweli kweli sasa hivi na ndugu zetu wa huko nchini Nigeria. Ni in-law wao, right? Na ndio hiyo nadhani imekuja na baraka tele. Ni mara baada ya Jux kutajwa kuwa miongoni mwa nominees, kuwa kwenye nominees. To be honest, alikuwa anastahili kabisa cause amefanya makubwa sana kwa mwaka 2024 katika tuzo za The Headies. Hizi ni tuzo za 17 za The Headies, ni tuzo kubwa zaidi nchini Nigeria. So alitajwa kama nominee, lakini pia siku ya juzi mara baada ya kutajwa washindi wa tuzo hizo, alitajwa kama mshindi akiwa shinda Ben kutoka Tanzania, Ben kutoka Kenya kumradhi, akiwa shinda msanii kama Diamond Platnumz kutoka Tanzania na wasanii wengine. Sasa hiyo kumshinda Diamond Platnumz kwa wasanii waliofanya vizuri kwa East Africa kwa mwaka jana 2024 kidogo ndio imewashtua watu wengi, even wa Nigeria. Nimeona comment zao kuhusiana na ushindi huo, wanahisi pengine Diamond Platnumz ndiye aliyekuwa anastahili zaidi kushinda tuzo hizo katika kategori hiyo ya msanii bora wa mwaka Afrika ya Mashariki kwa mwaka 2024, kutokana na kuwa na hit songs nyingi ambazo zilienda mjini, ngoma kama Komasava na kushiriki kwenye hit songs nyingine nyingi za kimataifa. So alikuwa anahisi pengine Diamond Platnumz ndiye aliyekuwa anastahili kushinda tuzo hizo kwenye hiyo kategori ya msanii bora wa mwaka East Africa kwenye tuzo za The Headies. Miongoni mwa watu ambao walikuwa wanahisi hivyo ni huyu ni blogger maarufu kutokea huko nchini Nigeria. Ni blogger ambaye ni maarufu kutokea huko nchini Nigeria, anaitwa Daniel Arega. Yeye kupitia ukurasa wake wa Twitter, right now ni X, aliandika ujumbe huu. So Juma Jux won the best East African artist at the Headies cause of the wedding buzz. Oh, what exactly? Kwamba kwa hiyo Jux ameshinda tuzo za The Headies kwenye kategori ya msanii bora wa mwaka Afrika Mashariki kwa sababu ya uvumi wa harusi yake, au kuvuma kwa harusi yake, au ni kitu gani hasa kimemfanya ashinde? Cause if I'm not mistaken, Diamond Platnumz had more trendy and viral music compared to Jux. No shades. Kwamba kwa sababu kama sijakosea, Diamond Platnumz alitoa hit songs nyingi zaidi ambazo zilienda viral compared to Jux. No shades anamaanisha bila kumvunjia au pasipo kumvunjia heshima Jux. So Daniel Arega, huyu ni blogger maarufu kutokea huko nchini Nigeria. Yeye anaamini Diamond Platnumz ndiye aliyekuwa anastahili kushinda tuzo hizo kwenye hiyo kategori ya msanii bora wa mwaka East Africa kwenye tuzo za 17 za The Headies. Lakini pia naomba nikusomee maoni ya Nigeria kadha wa kadha, tuone wao wana maoni gani kuhusiana na hiki ambacho Daniel Arega amekizungumza. Tuanze na huyu anaitwa Zillion Hood, anasema kwamba you all still call this one, those things are not won, they are given by a group of people who call themselves organizers. That is why I never rate awards as a means of success in a career. Kwamba hivi nyie wote mnaziona hizi ni kama ushindi. Hii si ushindi. Hii ni kitu tu ambacho mtu anapewa na group la watu ambao wao wamejiita organizers. Ndio maana mimi sionagi kama tuzo ni kigezo cha au ni kitu ambacho kinaweza kumfanya mtu ajivunie kama mafanikio katika career fulani. Kwa hiyo unaweza ukaona baadhi ya maoni ya Nigeria, wao wanadai kwamba kama huyu anadai kwamba huo sio ushindi, hicho ni kitu tu, ni tuzo tu ambayo mtu anapewa, but it's not a winning. Huyu anaitwa Balion, anasema kwamba you just want to talk as usual. Which of Diamond Platnumz song on Juma Jux song do you know? Kwamba wewe unataka tu kuongea kama mara zote ambavyo waga unaongea.
Hebu nitajie ngoma kubwa ya Diamond Platnumz ambayo unaijua, ambayo ni kubwa zaidi ya ngoma ya Juma Jux. So hao ni wa Nigeria, yani wanabishana wao kwa wao. Nimekuwekea uone namna gani wao kwa wao wanasuguana. Huyu anaitwa Squad Navigators anasema kwamba yes, if that is what you want to reuse his musical powers, besides that it was a voting category. He's a famous artist in East Africa. Kwamba hizi zilikuwa ni tuzo za kupiga kura. Kwa hiyo mwenye kura nyingi ndio ameshinda. Huenda Jux alipata kura nyingi zaidi ya Diamond Platnumz, that's why akaweza kushinda. Anaitwa Udame anasema kwa Udem kumradhi, anasema kwamba well, that question is not bad and it's true, the wedding definitely got people talking about him. While Diamond Platnumz bangers were undeniable and super viral, our decisions often look beyond just trends. The Headies Best Artist Award considers a wider scope and criteria. Anaitwa Gorilla anasema kwamba it's not by trending, it's a voting. Okay, Ana anasema kwamba Headies is a publicity award now. Hapa akaweka emoji za kucheka. Anaitwa Echo on Point anasema kwamba he is our in-law, that is why, kwamba ni shemeji yetu, ndio maana tumeamua kumpa hiyo tuzo. Anaitwa Tay anasema kwamba he won because he became an in-law to the almighty Nigeria. Quist anasema kwamba it's surprising too, but I think it's through votes. All these award stuffs sometimes is shocking. So kuna baadhi ya Nigeria kama huyu unaona anashangaa, lakini kwamba imemshangaza Jux kushinda hiyo tuzo mbele ya Diamond Platnumz, lakini anahisi pengine ni kwa sababu ya kura. Maybe Jux amepigiwa kura nyingi na watu kutokea huko nchini Nigeria. Winfield anasema kwamba did you vote for him? Anamuuliza Daniel Laga, vipi wewe ulimpigia kura? Anaitwa Yi Nane anasema kwamba he won because Nigerians and other people voted for him. Kwamba ameshinda kwa sababu wa Nigeria wamempigia kura. Anaitwa Fresh anasema kwamba these things sometimes are not predictable. Anything can happen at any moment. Anaitwa Choma Favor anasema kwamba now why them know take their word serious. So kuna baadhi ya watu wanahisi pengine ushindi wa Jux ni halali wa Nigeria hao. Wengine wanahisi pengine amepewa. But napenda sana kitu ninachokiona, huenda Jux anaweza akawa msanii sasa wa pili kwa ukubwa hapa East Africa kama akitumia nafasi hii vizuri ya support kubwa anayoipata kutokea huko nchini Nigeria. Maoni yako ni yapi? Niache maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, comment section. Majina yangu mimi naitwa Mido Simba. Bye bye till the next time.